sana na lenyewe. Leo tutaanza kipengele kingine ambacho nimekiita Kim Reality Framework. Uh, Inawezekana mtu kama Frank labda hajakutana na hii Kim. Ni kifupi tu cha Kizumbi, Institutional Reality Model. Maana yake kitu ambacho tunafundisha ni modo ambayo inatumiwa na large institutions, zile taasisi kubwa kubwa ambazo zina, zina trade ama zinafanya hii biashara, ukiondoa retailers, haya mabenki na taasisi zingine kubwa kubwa ambazo zinafanya hii biashara. Tuligundua hii modo baada ya kuhangaika sana miaka mingi na kulishwa matango pori mengi katika mfumo wa retailers. Kile ambacho retailer anafundishwa mara nyingi ni kinyume na kile ambacho soko linafanya. Kwa hiyo sasa tukaamua sasa kujipa kazi ya kuweza kutafuta kwamba tufanyeje. Bahati nzuri ni kwamba sisi sio walimu, sisi ni trader. Kwa hiyo kile ambacho wewe unakifili sokoni ni sisi tulianza kukifili miaka mingi. Vile ambavyo wewe unahangaika sokoni, sisi tulihangaika miaka mingi. Hatimaye tu ni kwamba tukaamua kutafuta mwarobaini na kuamua kuvunja ile framework ambayo ilikuwa imetengenezwa katika vichwa vyetu. Kwa hiyo tukajifomati na kutafuta ukweli, na ukweli huu ndio leo tunaufundisha. Framework, reality framework ni nini? Ni kimsingi ni kama summary ya kile chote ambacho tumejifunza kwenye moduli hii ya kwanza. Maana yake tunatoka katika moduli ya kwanza kwenda katika moduli ya pili. Kwa hiyo tutaitazama tulikotoka, ama lengo la moduli lilikuwa nini, basi tumeliweka katika njia ya summary. Kwa hiyo tutaitengeneza framework ambayo itatusaidia kuweza kufanyaje, kukipitia kile ambacho chote tumejifunza katika moduli nzima. Tutaanza na tumeiweka katika chain ya vipengele. Kipengele cha kwanza kabisa ni reality. Reality ni nini? Reality ndio kile ambacho market inafanya, sio kile ambacho tunataka ifanye, sio kile tunachotaka market ifanye, sio kile tunachotabiri kifanyike, sio kile tunachoamini market ifanye. Reality ni reality huwepo kabla ya sisi hata kufungua chati. Kwa mfano sisi tuko hapa tunasoma, lakini sokoni kuna reality inaendelea. Reality huwepo kabla ya analysis yetu. Reality huwepo kabla ya opinion za kwetu. Kwa hiyo kwa Kim huwa tunaanza na step ya pili ambayo ni observation. Step ya pili ni observation. Baada ya reality kuonekana, tunafanya sasa observation. Observation ni nini? Observation ni kuona, sio hata kutafasiri. Nakumbuka kwamba nilichukua darasa siku moja nikalipeleka kwenda kuangalia chati ili tuweze kufanya observation ya reality ambayo iliyokuwepo by that time. Kwa hiyo observation sio interpretation, sio kutafasiri. Kwa mfano observation unaikuta kwamba price imekataa kupanda, unafanya observation yako, unaiona price haipandi. Maana yake
Hapo ndicho kinafati sasa interpretation, kwamba market labda ni bearish ama market labda ni consolidation tu, ina range tu. Watu wengi huchanganya reality na observation. Lakini sasa baada ya observation, hatua inayofuata ni understanding. Ni understanding. Hapa ndipo tunaanza kuelewa kinachotokea. Hapa ndipo sasa tunaanza kuelewa kile kinachoendelea sokoni. Na swali la msingi ambalo tunajiuliza kwamba nani anaonekana kushinda? Nani anaonekana kupoteza huu mchezo? Maana yake tunaangalia sasa kati ya nguvu mbili ambazo ni buyers na sellers, nguvu mbili za bullish na bearish, ili kuweza kung'amua kwamba nani anashinda na nani anapoteza. Maana yake hapo ndipo tunaanza kujibu swali letu la msingi la kwamba auction inafanya nini? Understanding ndiyo daraja la kati ya kuona na kutafasiri. Lakini hatuishii hapo, tunaenda step ya 4 ambayo ni interpretation. Sasa baada ya understanding, sasa tunatafasiri. Sasa interpretation, kumbuka, sio reality. Interpretation ni maelezo yetu kuhusu reality, ni kile tunachoifafanua reality. Ndiyo maana unaweza ukainterpreti soko vibaya, ukafanya wrong interpretation, usiwe sahihi, kwa sababu interpretation siyo reality, ila ni maelezo yetu, ni maoni yetu kuhusu reality. Ndio sababu traders wawili wanaweza kuona chati moja lakini wakatoa interpretation tofauti. Lakini sio step ya mwisho, tunafata sasa step nyingine ambayo ni decision. Maana yake sasa hapo interpretation imekamilika, ama interpretation ikikamilika, sasa ndipo tunapofanya maamuzi, na maamuzi yetu it is either buy, sell, stand aside ama wait. Vyote hivi ni vitendo sahihi kwa trader. Kimojawapo ndicho kitakachofanyika, aidha kubai au kuseli au kukaa pembeni. Sometimes huwa anasema kwamba
Kuto kutredi nako ni kutredi, na kitaonyesha how maturity you are, kitaonyesha unavyojua kazi yako, unavyojua kinachotakiwa kufanyika sokoni. Au wakati mwingine wait, kwamba sio stand aside, inakuwa ni kitendo ni wakati gani, kwamba nikae pembeni nisijihusishe na soko. Unakuta soko halifanyi alignment ambayo inaendana na kile ambacho understanding ama interpretation yako imekueleza, kwamba labda vigezo vilivyovitazama soko litapaswa liwe linapanda, lakini halipandi. Ama soko liko very choppy, juu chini, juu chini, lakini si maana yake stand aside, kukaa pembeni, sio waiting. Wait pale ambapo unaona kwamba setup labda price inasogea kwenye bei nzuri ya kufanyaje, ya kuuzia ama kununulia. Kwa hiyo unakuwa unasubiri iweze kufika, iko kwenye alignment, vigezo vyote vinaruhusu, vinaendana na analysis yako, lakini unasubiri sasa soko likupe bei nzuri ya kuweza kuingilia sokoni. Kwa hiyo decision nzuri haiwezi kutokea kama hatua zilizotangulia zimeharibika. Huwezi ukafanya decision nzuri pasipo kufata huu mlolongo ama hatua zilizoanza zina ambiguity, hazijielewi, ukafosi. Sisi kipindi kile tukianza kujifunza kutrade, kwa sababu hatukuwa na mtu wa kuweza kututrain, hatukuwa na mentor wa kuweza kutushika mkono, tulihisi kwamba trading ni kama addiction, kwamba yani huwezi ukafungua tu ukaamka asubuhi, unaweza kata ukaamka hata soko linapoanza ukaanza nalo, yani mpaka inakuja kufika asubuhi tayari uko hoi. Unaenda mpaka saa 12 jioni upo tu, muda wote unaona trading. Ila kwa kadri understanding inavyoendelea, unagundua kwamba setup ni chache, trade nzuri ni chache sana kwa siku. Inaweza ikapita hata siku hujapata trade nzuri, unasubiri. Sniper mzuri sio yule ambaye anarusha tu risasi zake. Sniper mzuri ni yule anayekuwa na uhakika na tageti yake, ndipo anapoweza kukamua trigger. Kwa hiyo usiutumie mtaji wako kwa ajili tu ya kwamba kukupoza ile addiction, kwa sababu wakati mwingine sasa unaweza kwa sababu mtaji ninao, ngoja tu ni trade anyhow. Hapana, utajikuta unaharibu, unapoteza mtaji wako. Soko ni discipline, na discipline bila elimu ni useless. Ila discipline ni kukiishi kile ambacho umejifunza, ile skill ambayo umejifunza. Nikisimama mahali labda kuangalia labda football au kuangalia mchezo fulani, mimi yawezekana kabisa siangalii kile ambacho wengine wanaangalia. Wengine wanaangalia labda magoli, wengine wanaangalia chenga,
lakini mimi niko amazed na jinsi mtu alivyotrainiwa ama alivyojitraini. Nikiona mtu labda kajenga muscles, footballer kajenga muscles, mguu wake umejaa muscles, najua ile muscles ni nini? Ni discipline, imetokea wakati wa mazoezi, kajiumiza kwa muda mrefu ili kuweza kujitrain. Yani ni kwamba mkumbuke na yeye alikuwa kama wewe tu, lakini mwenzako katengeneza shepu sahihi kwa ajili ya ule mchezo. Kuna muda ambao alitakiwa apumzike kama sisi, kuna muda ambao alitakiwa alale kama sisi, lakini hakulala. The same na kile unachokifanya hapa. Kuna wenzako ambao wamelala, wamepumzika, lakini wewe uko una train. Maana yake haiwezekani kwamba mkapata matokeo sawa. Kuna mwingine kisa na mtaji atataka kutrade kama wewe, akihisi wewe namna ambavyo utafanya labda kwa urahisi, kwa unini, kwa sababu mara nyingi professional anavyofanya ni kana kwamba anaifanya kazi ionekane kama ni nyepesi, lakini ni kwamba yamefanyika wakati wa mazoezi. Training imefanyika kubwa wakati wa mazoezi, ikamshepu kwenye discipline. Nini maana yangu hapa? Kwamba hiki ndicho discipline yenyewe tunayoijenga. Discipline sio vile ambavyo sijui discipline kufanya hiki sijui nini. Ni kuzielewa rules na kuziishi, ni kuitrain brain yako iweze kuishi katika set of rules, seti fulani ambayo imejaa miongozo. Kwa hiyo decision decision nzuri ni ile iliyofuata hii framework. Ndipo sasa tunaenda kwenye hatua ya 6 ambayo ni execution, ambayo ndio hatua yetu ya mwisho. Tatizo kubwa la traders, la retailers huanza na hii hatua ya mwisho. Kipindi ambacho sisi tunajifunza tulikuwaga kwenye magrupu mengi, na kipindi hicho kulikuwaga na mchezo wa kuungana kwenye magrupu. Mtu anakuta labda na grupu lake la WhatsApp na watu hata 500 traders, sijui nini nini, mnajiita majina makubwa makubwa, gold killers, sijui nani, umeona, lakini wote pale ni vidagaa, hamna mnachokijua. Yani maswali makubwa ambayo mnaanza asubuhi, yakun buy au sell leo siri lakini trader ambaye katraini muda mwingi iko solitary, anajifungia mwenyewe ndani kwake kuweza kufanya decision. Muda huo mimi hata kama niko nyumbani inabidi niingie private room nijifungie, ambapo sitaki hata disturbance ya watoto, kwa sababu nakielewa kile ambacho nataka kukifanya kinabeba hatima ya mtaji wangu. Kwa hiyo siyo ishu ya kufanya for fun, ni ishu ambayo inakuhitaji kwamba kweli uweze kufanya, kwa sababu una value. Sasa nilisema siku moja, nikasema nimechoka sasa kwa Tanzania kuchukua hela zetu na kuzipeleka kwa wazungu, kuchomachoma mitaji. Tutafute sasa ukweli. Pale ndipo safari ilipoanza sasa, baada ya kusema enough is enough. Ukaamua kuichukua biashara kama kitu ambacho ni serious.
hamna namna ambacho mafanikio yatajitenga na wewe, hakuna namna. Kwa hiyo execution nimesema ndio hatua ya mwisho, ijapokuwa mtu asiyekuwa na understanding anaifanya kama ndio ya kwanza. Ukiingia tu sokoni kule, umeshaona ni bai ama seli, umebai, sijui imegoma kidogo tu, umekata, umeseli, sijui hata ijulikani kwamba direction bias yako ni ipi. Ndio maana watu wanatafuta entry, wanatafuta signal, wanatafuta setup kabla hawajapitia hatua zilizotangulia. That's why execution zao zinakuwa ziko very weak, dhaifu sana. Kwa sababu hamjafanya kazi yangu, na mimi hakuna kuniuliza swali leo. Tunaendelea mbele. Core principle. Hidden lesson. Watu wengi ni kwamba wanaamini execution ndio tatizo, lakini mara nyingi tatizo lilianzia, inaweza ikawa labda kwenye observation ama understanding. Kwa hiyo execution huwa ni just a symptom, sio chanzo. Kwa hiyo core principle ni kwamba quality execution begins with quality observation. Insight kubwa ndio hiyo tuliyoiweka, kwamba reality inaanza ikifatiwa na observation, kisha understanding, kisha interpretation, kisha decision, ndipo sasa execution inafuatia. Kila quality decision huanza juu ya mwamba huu, juu ya framework hii. Ukiharibu hatua moja, hatua zinazofuata zote zinakuwa ni mbovu, huathirika. Kwa hiyo nilitaka nijenge framework hii mwishoni mwa moduli ya kwanza, ili iweze kutupeleka sasa kutoka nifanye buy au nifanye seli kwenda kwenye ninaelewa nini kuhusu reality kabla ya kufanya maamuzi. Maana yake hii ndio itakuwa foundation, ama ni foundation ambayo tumeijenga inayoenda sasa kutusaidia tunapoingia moduli ya pili, ambayo ni pressure and participation. Nimesema hamna swali leo. Tutaenda moduli ya pili, pressure and participation. Natania wako, kuna swali lolote? Daudi, wewe ndio na haki kubwa ya kuuliza swali kwa sababu ulifanya kazi yangu. Kuna swali? Naona watu wamelala wote, hebu wajaribu kuwashtua mmoja mmoja.
Hapana, sitafanya hiyo kazi, nitaendelea kama Iringa tu. Ukiona nimenyamaza ujue nimeelewa au nimekubali. Participation, I mean pressure and participation ndio moduli ya pili. Katika moduli ya kwanza tulijifunza market ni nini, participants ni akina nani, kwa nini price husogea, kwa nini market ni auction, kwa nini market hufanya repricing. Lakini bado kuna swali moja muhimu ambalo hatujalijibu: nani anaisukuma market? Hili ndio swali kuu la moduli ya pili. Kwa hiyo tutafanya transition from moduli 1 iliyotuonesha participant, decision, price, lakini bado hatujui nani ana nguvu zaidi, nani anafanya progress, nani anashinda auction. Hapo ndipo concept ya pressure inaanzia. Institutional reality ni kwamba traders wengi huangalia direction, lakini professional traders huwa wakimonta pressure zaidi kuliko hata direction, kwa sababu direction inaweza kubadilika, lakini kabla direction haijabadilika, pressure mara nyingi ndio inayoanza kubadilika. Nimesema direction inaweza kubadilika. Uliokuwa na monta kwamba ni uptrend inaweza ikabadilika kuwa down trend, lakini ili usiwe mtu hakushtukizwa shtukizwa sokoni kama ugonjwa nasema, nikibai soko lina seli, nikiseli soko lina bai. Maana yake wewe unafanya analysis yako kutafuta direction, ila hutafuti ile nguvu inayoijenga hiyo direction, hujaiangalia ama hujui. Presha mara nyingi huanza kubadilika kwanza. Kwa hiyo kama tungekuwa tunajenga objective ya moduli ya pili, ningesema kwamba kitu ambacho tunataka tutoke nacho katika moduli hii ni kutambua pressure ni nini, ni kutofautisha kati ya pressure na direction, kusoma footprints za pressure, kutambua pressure inapoongezeka na pale inapopungua, na kutambua pressure inapoferi. Kwa nini moduli hii tunaihitaji? Kwa sababu market haisogei kwa sababu ya trendi. Pasco, trendi ni nini? Mwalimu, Naam. umesema trend. Trendi ni kama direction hivi au uelekeo.
Eh, Na kwa kawaida tu tukiachana na market, trend ni nini? Sikia hichi kitu kina trend sana. yani ni kama news, yani kama kuna taarifa fulani hivi ambayo ipo ambayo na yani tuseme tu, yani ukitumia trend ni news ambayo ipo, yani kama taarifa fulani hivi ipo ambayo na imesambaa kwa haraka zaidi. Yes, Pasco iko sahihi kwamba trend kinakuwa ni kitu ambacho kimeshika hatamu kwa kipindi hicho, labda ni up trend, ni down trend. Maana yake kimsingi ni direction kama Pasco alichokisema. Ah, lakini ni moja ya vitu ambavyo walimu wengi wanavifundisha. Walimu wengi wa forex wanafundisha mambo ya trendi, mambo ya trendi, up trend ni nini, si nini, utafundishwa ma trend line huko. Sio vitu vibaya, lakini ah, hapa tunajifunza kile kinachozaa trendi. Market haisogei kwa sababu ya kendo. Market haisogei kwa sababu ya pattern fulani. Market husogea kwa sababu upande mmoja umeweza kusababisha progress. Mwalimu, Naam, mi hapo hapo niongezee kwenye hiyo market SQA kwa sababu ya kendo. karibu Pasco. Maana nilikuwa naangalia mpira jana wa Argentina, nikaona kumbe hadi kwenye mpira bana kuna kendo zinapanda mara zinashuka. Eh, eh, tena Mpaka nikashtuka nikagundua kumbe kendo ni matokeo. hebu fafanua kidogo Pasco. Haya bwana. Umesamehewa, kazi yangu hujaifanya. Sawa. Siala, huyu jamaa msamehe tu. Ehe. Hiyo elimu hadi ishe hii interpretation ya tunayoyasoma. Mpira kuna Yaani kendo. yaani sasa umesikia mwalimu? Eh, Hii ipo kwenye nanilii kwenye chat ambao walikuwa wanatoa wanaonyesha kwamba kuna sehemu kuna watu wameshambuliwa sana, kuna sehemu ambao hawajashambuliwa sana. Sasa hizo si mm, ndio kendo zenyewe au laini? Kwa sababu uko palipo na sahihi. laini ndio kuna kendo. Nakupata, nakuelewa Pasco. Eh, wanaweza wasielewe. Haki ya Mungu. Hadi Maanake kupanga hata kwenye hadi kula kupanga unaona mtu mapito. kapunguza kula, naona wewe umeanza kuwa bearish. Anakula haraka. Safi. Anaambia ni bullish. Najivunia kama kama uelewa umeanza kwa kiasi hicho. Naona ni success. Hata Yaani akila kama haraka unabishi haraka. nenda kafanya utafiti. Shangaa mtu Wakiona kwa ile takwimu akila zote. haraka haraka anaambia ni bullish. Mbona unakula haraka haraka? Ni bullish Kenya. Hapana. Kuna kuna hii pointi nafikiri tuiweke kwenye hiyo kula haraka haraka. Frank, nilikwambia hii darasa ni la milele, kwa hiyo hata usitushangae. Kwenye kula haraka haraka kuna pointi ambayo nimeiongea mwishoni. Nimesema market husogea kwa sababu upande mmoja umeweza kusababisha progress. Kuna tofauti kubwa kati ya progress na movement. Kwenye maisha haya unaweza ukajikuta we siku zote unafanya movement tu, lakini huna progress.
auendelei Mm. ila una movement kali sana. Mm. 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 Ila tukiangalia ile output na kile Mm. ambacho sawa, basi kila wakati uko bize, tuone sasa progress hakuna. Nakumbuka tulipoenda chuo mi na Daudi, kuna jamaa mmoja, yaani siku ya kwanza tu hata wajaanza kufundisha, tukaona akachukua ana notisi anaenda kujisomea tumekuja kupambana na watu wa design hii, yaani hamjafundishwa chochote mwenzenu. Sasa, Mm. lakini sasa ushangaa kwenye mtihani, jamaa mnamwacha mbali tu. Sasa nini tena hii? Jamaa alikuwa na movement ila progress ndio shida. The same kwenye maisha, unaweza ukawa uko busy, yani hata simu za watu upokeagi, lakini je, kuna progress sasa? Tuone sasa reflect kwenye maisha yako, hakuna. I'm sure kati yenu hakuna mtu wa design hiyo. Ndio maana nimekuwa na ujasiri kusema hicho, kwa sababu najua nyie mna progress. Kwa hiyo sasa gunaguna nini? Narudi huo Mwalimu uwezo afuatilie kuhusu mpira, huo eh? waifuatilie chate kwenye mpira kama hazitoki, sema Mie wanabishi. sema hiyo ratiba ya Marekani mi kwangu imekaa pembeni mpira wa kucheza saa 7 za usiku na wakati huo natakiwa niamke saa 9 za usiku kweli? Hamna.